Mwanamume huyo anakata kipande cha mkia kutoka kwa samaki mkubwa, kisha anatoa sample iliyokuwa imara zaidi kutoka ndani yake. Anaidondosha ndani ya solution maalum. Ghafla gen mpya ya msingi inaonekana, gen inayompa samaki huyo uwezo wa ajabu wa kujiregenerate. Kisha anaanza kuwinda maelfu ya jellyfish. Mwishowe anapata gen adimu ya kijani. Gen hiyo inaweza kurudisha uhai kutoka ukingoni mwa kifo. Baadaye anakusanya kimiminika cheupe kutoka kwa sea cucumber. Kimiminika hicho ndicho siri ya ngozi yake ngumu kama jiwe. Baada ya kupata uwezo huo wote watatu mikononi mwake, anaanza kuvichanganya kama mwenda wazimu mpaka siku moja super serum ikazaliwa. Serum yenye kubeba nguvu zote tatu ndani ya dosi moja. Ikidungwa kwenye mwili wa binadamu, kila seli moja huongezeka nguvu kwa kiwango kikubwa sana, mamia ya mara zaidi. Ili kuthibitisha kama inafanya kazi, akaanza majaribio kwa wanyama. Tumbili mmoja baada ya mwingine akidungwa serum hiyo. Kila mnyama wa majaribio alianza kuvimba kama puto. Mwishowe wote wakapasuka. Ilikuwa failure kamili. Jeshi likasikia kuhusu jambo hilo haraka sana. Wakaanza kuogopa nini kingeweza kutokea baadaye. Project ikafungwa, majaribio kwa binadamu yakapigwa marufuku kabisa. Lakini Tom akakataa kuacha. Usiku huo akatupa kila kitu pembeni. Akajidunga mwenyewe serum ile ambayo haikuwa stable. Siku zikapita bila mabadiliko yoyote. Kisha jambo lisilotarajiwa likatokea. Mke wake akapata ujauzito. Mtoto wao wa kiume Jack akazaliwa, na hapo ndipo jinamizi halisi lilipoanza. Kila Jack alipolia, ngozi yake ghafla ilibadilika na kuwa ya kijani. Kadiri Jack alivyozidi kukua, maumivu yakatoweka kwenye maisha yake. Vidonda vilikuwa vinapona ndani ya sekunde chache. Hivyo Tom akaanza kuchukua damu ya Jack kwa ajili ya vipimo. Matokeo yakamfanya agande. DNA ya Jack haikuwa tena kibinadamu. Ilikuwa imegeuka kwa kitu kipya kabisa. Hofu ikaanza kumla Tom akiwa hai. Kwenye akili yake mwanaye hakuwa tena mtoto. Akaamini Jack ni tishio, hivyo akaamua kumuua. Mama yake Jack akaingilia kati kujaribu kumzuia. Machafuko yakazuka. Kisu kikateleza na kwenda moja kwa moja kwenye moyo wake. Jack akamuona mama yake akianguka chini. Utoto wake ukaishia hapo hapo. Akili yake ikavunjika. Jeshi likavamia na kumburuta Tom kwenda naye. Miaka 30 ikapita. Jack akakua na kufuata njia ya baba yake. Sasa alikuwa mmoja wa wanasayansi bora zaidi wa genetics duniani. Siku moja mfanyakazi mwenzake alikuwa anatengeneza kifaa cha gamma radiation. Ghafla kitu kikaenda vibaya. Mashine ikapata overload. Miale ya gamma ikalipuka ndani ya maabara. Nano bioorganisms zikamwagika kila mahali. Jack akampa mask mfanyakazi mwenzake na kumwambia akimbie, lakini yule mwanamume akaganda kwa hofu. Jack akaingia moja kwa moja kwenye radiation hiyo. Na muda huo huo Jane iliyokuwa ndani ya Jack hatimaye ikaamka. Jack alipofungua macho tena, tayari alikuwa amelala kwenye kitanda cha hospitali. Lucy alikuwa amesimama pembeni yake akiwa analia. Jack akamwambia anajisikia vizuri. Usiku huo akarudi kwa siri maabara, akaipima damu yake mwenyewe. Ukweli ukampiga kwa nguvu. Mwili wake ulikuwa ukibadilika kwa ndani. Kumbukumbu za utotoni zikaanza kumrudia kwa nguvu. Maumivu, hofu, hasira, kila kitu kikamlipukia kwa wakati mmoja. Jack akapoteza control. Mwili wake ukaanza kubadilika.